Sasa anaingia katika ajira. Ajira hatuwezi tukampa mpaka tuangalie nini? CV, sivyo? Ayalete CV zako, anapeleka makaratasi. Nilisoma chekechea sehemu fulani, nikahitimu mwaka fulani. La kwanza nimesoma shule fulani, nikahitimu mwaka fulani, lakini sasa hivi nimespecialisti katika mambo fulani. Dunia waraka, dunia ni makaratasi. Anajiita profesa sasa, anatamba na yeye anazunguka na kiti, lakini yaliyombeba ni makaratasi. Tuko pamoja Tuangalie, Allah tabaraka wa taala yeye makaratasi anayatambua au mfumo huu ni mfumo wa dunia tu? Allah tabaraka wa taala intahaza aidan hadha alqadhiya. Allah pia mfumo wake na yeye kautumia katika nini? Katika waraka. Kumbe hata Allah naye waraka anaijua bwana. Huu mfumo wa mwanadamu kwamba anategemea makaratasi, mpaka Allah maisha ya mwanadamu alivyoyaweka yanategemea makaratasi. Akawaweka malakani, malaika wawili, mmoja yuko yamina, yuko upande wa kulia, ameshika karatasi lake kubwa, lina umri wako, lina jina lako, lina vyumba vya masiku ambayo ni idadi ya maisha yako utakayoishi ulimwenguni. Ukifanya kheri anatiki, anatiki, anatiki. Lakini kushotoni kuna malaika ambaye malaika huyo kazi yake yeye kutiki maisha yako yale yote, mambo mabaya. Ukifanya jambo baya anatiki katika vile vyumba. Ad-dunya waraka, dunia ni makaratasi. Allah tabaraka wa taala hakuishia hapo, akamwafikisha sahaba ambaye nafikiri ni Sayyidina Umar, kama si Sayyidina Umar ni Sayyidina Uthman. Mmoja wapo kati ya masahaba hawa wawili ndo alioleta fikra kwamba Qur'ani iwe ni waraka, iwe ni makaratasi. Mwanzoni before Qur'ani ilikuwa ni katika magome, katika miti. Tuko pamoja Sayyidina Uthman akawafikishwa na Allah, Qur'ani ikawa imeandikwa katika nini? Katika waraka, katika makaratasi. Leo mtu kashika msahafu wake mkubwa anajigamba. Fikra imetoka kwa sahaba kwamba Qur'ani hii sasa tuiweke katika nini? Katika mfumo wa makaratasi. Ukichunguza vizuri utakuta mfumo wa maisha ya mwanadamu yanategemewa sana makaratasi. Ad-dunya waraka, dunia ni makaratasi ndugu yangu katika imani. Sometimes hata sisi tunaofoka katika hizi manabi, ili upokelewe katika msikiti, ili upokelewe katika taasisi, utaulizwa umesoma mpaka kiwango gani? Mimi nimesoma mpaka idadi bwana. Idadi ni miaka 4 sawasawa na mutawasita, sawasawa na form 4. Mimi nimesoma mpaka thanawi bwana. Na cheti cha form 6 ambayo inaitwa thanawi. Hatuwezi tukakuamini mpaka ulete nini? Waraka, ulete karatasi. Yaani hayo makaratasi sio skuli tu, mpaka katika madarisi za kidini watu sasa hivi wanaangalia nini? Wanaangalia waraka. Mimi mwenyewe ninazo waraka, ninazo karatasi za kunithibitisha kwamba nimehitimu. Tuko pamoja? Hatubahatishi. Kwa hiyo ad-dunya waraka, dunia ni makaratasi ndugu yangu katika imani. Tukiangalia tunamkuta Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ni kudwa. Kumbe na yeye alitumia mfumo wa makaratasi. Bwana Mtume alikuwa ana mwandishi wake wa barua ambazo zilikuwa zinakwenda. Yule mwandishi wake anaitwa Hatib
ibn Abi Baltaa, akawa amempa barua ya kwanza, peleka kwa mfalme. Barua inasema katika waraka, aslim taslam fa in abaita fa inna ithma al-akarina alayk, silimu utapata amani. Maneno ya mtume yameandikwa katika makaratasi. Ad-dunya waraka, dunia mfumo wake ndugu yangu ni makaratasi. Mpaka bwana mtume kayatumia makaratasi katika kuandika barua. Qur'ani imetumiwa makaratasi pia vile vile.